الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ولا وزير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات من النار، آمين آمين آمين. أما بعد، أحمدي الحق سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة tukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa tuendelea na darsa yetu fupi ya kuitafsiri Burdatul Madih, qasida maarufu ya al-Imam Maulana Muhammad ibn Sa'id al-Busiri, kama tulivyomzoea kumuita al-Imam al-Busiri, qasida ambayo kwamba walillahi alhamd tuling'ang'ana na kujaribu kwa chache za elimu zetu takriban kumaliza mlango wa kwanza katika Burdatul Madih, ikiwa ni mlango wa ghazli wa shakwal ghazale, ikiwa ni mlango ambao ulikuwa umeshamiri katika kuyazungumzia mapenzi na kuzungumza kuhusu shaka ya yule mwenye kupenda. Tukakoma katika ubeti wa mwisho al-Imam al-Busiri alipokuwa akifanya tajridi kwa moyo wake au kwa nafsi yake au kwa mtu ambaye kwamba alikuwa akimlaumu katika suala la kupenda, alipozungumza mahabba nusha lakin lastu asma'uhu, akimwambia umenipa nasaha
lakini sijakuwa ni mwenye kuisikiliza nasaha hiyo, kwa sababu innal muhibba 'ala al-udhali fi samami, kisha sema inni tahamtu, hakika yangu mimi nimetuhumu, nasiha shaybi, nasaha za mvi, kwamba mvi zimemteremkia katika kichwa chake, na bado akawa ni mwenye kutuhumu nasaha za mvi. Kwa nini nasaha za mvi? Kwa sababu mvi ni ukweli. Lau mvi utakuwa ni wenye kumpata mtu katika kichwa chake, si masala ya uongo. Ule mvi tu kushuka katika kichwa cha mtu ni dalili tosha kwamba uzee wafanya nini, wakaribia. Ano maana hakuna kitu mtia mtu wasiwasi na jaka la moyo kama suala zima la mvi. Mtu ataanza kutoka mvi, atakwambia za ukoo bana hizi, mimi si mzee shekhe, kwa umri wako ndio zitanifika, lakini kwa umri wako ule ambao kwamba utakuwa sana sana, wenyewe wasema miaka 40 kama aliyoitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'anul Karim aliposema hatta idha balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah inni tubtu ilayka, mpaka mwisho wa aya. Ulama watuambia miaka 40 ndio miaka ambao kwamba mwanadamu hutimia ule ukuaji wake. Miaka 40 kushuka chini kwenda juu ndio wakati ambao kwamba mwanadamu hurivasi ule ukuaji wake. Kwa hivyo miaka 40, ukienda 41 usihesabu 41. Ulama wakwambia hesabu 39 ndo warudi. Kwa sababu gani? Wewe tizama, kuna umri ukifika mtu mzima ufanya mambo ambayo kwamba kiakili mambo ya kitoto. Kwa lugha hiyo utamwona mtu mzima babu yuwashindana na wajukuu wake ndani ya nyumba kiasi cha kuteta na kukosana, kisa na sababu ni remote ya TV. Mama akaisi vibaya, ati kwa nini wewe mwanawe unatoka supermarket na ice cream ukaletea watoto wako na huku mletea yeye? Kiakili utaona umri wake hafai. Lakini ulama watambia miaka 40 ndiyo miaka ya ukamilifu wa mwanadamu. Baada hapo yuarudi katika hali yake ile ile ya utoto, na ndio maana atakufa. Badala ya kurudi katika tumbo la mamake, atarudishwa katika tumbo la ardhi, kama alivyoanza kuumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndivyo hivyo siku ya Kiyama atafufuliwa, atarudishwa katika yale maisha ambayo kwamba imma ni fil jannati khalidina fiha au ni fil nari khalidina fiha, wal iyadhu billah. Kwa hivyo mvi ni ukweli. Kwa hivyo atambia al-Imam Busiri, inni ittahamtu nasiha shay, kwamba mimi nimetuhumu nasaha za mvi. Mvi umenipata katika kichwa changu, ukiniashiria kwamba tosha, wewe mtu mzima, haya unaoyafanya ya kupenda na kulia katika magofu na kutokotokwa na machozi, amhabati rihu min tilqai kadhimatin wa awmadha albarqu fi dhalmai min idhami, yote haya yanakufanya kutoka machozi, tosha wewe mtu mzima. Na mvi watosheleza kwamba hapo ulipofika na mambo unayoyafanya ni mambo ambayo kwamba ghairu maakul kwa umri wako. Kama sasa umpate mtu mzima ameketi walia, lau utakuja muuliza kinachokulisa nini, ya kwamba nalizwa na mapenzi, ghairu maakul kwa umri wako. Mtu mzima umejawa na mvi, ndevu nyeupe, umeketi walizwa na. Kwa hivyo asema inni tahamtu nasiha shay, nimezituhumu nasaha za mvi, fi adali, katika kunilaumu mimi,
Na nakumbuka tulizungumza tukasema, anayependa halaumiwi, anayependa halaumiwi. Mtu akizama katika mapenzi huwa halaumiwi kabisa, hulaumiwa yale mapenzi wala halaumiwi yeye. Ndio maana yule mmoja katika shuara, walipokuwa watu wamezama katika kumlaumu, wewe wapenda tu, mbona upende hivi? Na mapenzi humbadilisha mtu katika hali yake ambayo kwamba imezoeleka kaenda katika hali nyingine. Hebu wewe usome Umru Qais maarufu kama Majnun Laila, na mambo ambayo kwamba alikuwa akiyafanya ni mambo ambayo kwamba alikuwa haendi kidini, atoke aonekane yuwabusubusu ukuta, watu wamshangaa, mbona wapita ukibusu ukuta? Asema amuru ala diyari Laila wa uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar. Asema napita, lakini sipiti tu underline, napita katika nyumba za kina nani? Za kina Laila. Laila akiwa ni yule msichana ambaye kwamba amemtatiza akili yake. Asema uqabbilu dhal jidar, natoka na busu ukuta ule, mara na busu ukuta ule. Asema wama hubbu diyari shaghafna qalbi, na wala si mapenzi ya kwamba naupenda ukuta ndio yamenichanganya moyo wangu, la sitoki mimi nikawa ni mwenye kubusu ukuta ati kwa kuwa napenda ukuta, la. Inasema walakin hubbu man sakana diyara. Asema isipokuwa kinachomtatiza mimi mapenzi ya huyo anaishi kwa ndani ya huo ukuta, atoka kusumutona mambo ghairu mahkum. Penzi siku moja ameketi na marika zake, ghafla kapita mbwa jibwa, hafla onekana ameketi ajichekea peke yake. Ndio ujue mapenzi yana hatari. Alipoulizwa kinachokuchekesha wewe ni, anyoosha kidole, kimnyoosha yule mbwa, hawaambia masahaba zake, hadha kalbun, huu ni mbwa kutoka mitaa. Yani amempenda Leila, ampenda ukuta wa kina Leila, ampenda mpaka mbwa anayetoka mtaa wa kina Leila. Haya ndio mapenzi. Ndio maana yule mmoja katika shuara, ilipokuwa yule mwenzake ametoka yomlaumu katika kupenda, amwambia da'anka ta'nifi, da'anka ta'nifi, acha kunilaumu, wa dhuk ta'ma al-hawa, lakini toka nenda na wewe ukafanya nini? Ukaonje ta'ma al-hawa, utamu na ladha ya mapenzi. Asema fa idha ta'inta ama fa idha dhukta ama fa idha ashikta, basi ama baada ya wewe kwanza ukishapenda, fa baada dhalika anifi, ukishapenda toka nayo uje nini? Unilaumu. Lakini usinilaumu kwa kuwa napenda, kapende kwanza kisha uje fanya nini? Unilaumu. Na ndio maana sisi usema, utaona watu waketi watukana watu wa maulidi, kazi yao wao hasara tu, watoa malaki kwenda kununua mchele na ng'ombe wakapika, hasara tu. Shekhe, usilaumu, hujapenda. Yeye amependa na mapenzi yake ampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaona kutoa ng'ombe, kutoa michele kwake si hasara. Nyinyi mwatoka mwapenda kula, mtu atoka kuanzia Eldoret na Kisumu kwa ajili ya kufuata chakula, ndio watoa ghairu mahkum. Yani mtu atie mafuta yake gari yake hapa mpaka Kisumu ala sabili mithali, akafuata tu ile pilau kule, kwani mapeni anayoyatoa kwa ajili ya kutia mafuta hatosheki kwenda mahali akaketi vizuri. Lakini utaona yule alaumu, lakini hajapenda. Akishapenda mwenyewe sema fa idha ashikta fa ba'da dhalika annifi, ukishapenda baadaye ndio fanya nini? Unilaumu. Asema washaibu ab'adu fi nush an tuhami, japokuwa mvi ziko mbali kabisa kutokamana na nasaa zenye kutuhumiwa. Huo ulikuwa ni mukaddima, manake tuna takriban miezi 7 hatujafanya darasa kama hii ya Rawdatu al-Madih.
Kwa hivyo katika mlango wa pili, alfaslu thani, ambao kwamba ni fi tahdhiri min hawa nafsi. Ni mlango ambao kwamba wazungumza tahadhari za matamanio ya nafsi. Kupenda ni jambo ambalo kwamba halina budi kwa mwanadamu. Kuna mambo ambayo kwamba hayana budi kwa kuwa wewe mwanadamu. Mfano kupenda, mfano kutamani, zile umniyat. Hakuna mwanadamu ambaye kwamba hana matamanio. Sasa mimi hata sitamani, la, hujakuwa mwanadamu. Mwanadamu lazima apende. Mwanadamu lazima awe ni mwenye matamanio. Juzi nikiangalia documentary nyingine, katika matamanio na kupenda watu huvuka mipaka. Kuna mwanamke alitekeza historia, yeye mapenzi yake alikuwa yapenda maiti tu. Yaani hana haja na watu waliokuwa hai. Anawapenda yeye kina nani? Maiti. Hapenda ile hisia ya kufa, hisia mtu akufa, kuna mazishi, watu walia, maiti ulipa mpaka wale watu wa mochwari tu akaenda kalale na wale maiti. Lakini muhimu kupenda. Kwa mtu katika kupenda huvuka mipaka. Kwa hivyo al-Imam al-Busiri katika mlango wa pili azungumzia huko kupenda na kutamani, hususan kwa nini? Kwa nafsi. Tahadhari na matamanio na mapenzi ya nafsi yako. Tulizungumza nyuma, kuna nafsi, kuna moyo na kuna akili. Hadhira, kuna nafsi, kuna moyo na kuna akili. Kwa azungumzia kupenda kwa nafsi, ambapo kama nafsi ndio itauathiri moyo, utaiathiri nini? Akili. Kama mtu mzima na watoto wake na wajukuu yuko barabarani, ameshika matarumbeta apiga na majani, amevaa shati, alala katika barabara kabisa garagara hivi, eti kisa na sababu mwanasiasa fulani. Hatujaona katika barabara na mangoma tu mzima, shehe piga fujo, melala katika barabara kisha sababu afanya kampeni ya mwanasiasa fulani. Nafsi ikishapenda huathiri moyo, na moyo nao ukaja ukaiathiri nini? Akili. Ukafanya mambo ambayo kwamba katika akili za watu waliokuwa sawa atakuona wewe akili zako haziko nzuri, kama mambo aliyoyafanya Umru Qais Majnun Layla. Kwa al-Imam al-Busiri asema fa inna amarati min jahliha binadhiri shaybi walharam wala a'addat min al-fi'l al-jamil qira ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتبت سرا بدالي منه بالكتب من لي برد جماع من غوايتها كما نرد جماع الخيل باللجوم. أعظم له أسمى فإن أمارتي بسوء. Basi hakika mwenye kuniamrisha mimi sana, kwa mubalagha, kwa sifa ya mubalagha, akizungumzia nafsi ambapo kwamba ilikuwa aseme fa inna amirati bisu'i, hakika mwenye kuniamrisha mimi, lakini anasema amarati, ai mwenye kuniamrisha sana, bisu'i, kwa kufanya mambo mabaya mabaya. Na akizungumzia nafsi, tumejuaje ni nafsi? Katika suratu Yusuf Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliitaja nafsi kwamba ni amira, nafsi ni yenye kuamrisha mambo mabaya, aliposema wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu. Alipozungumza wama ubarri'u nafsi, Allah ataja katika suratu Yusuf, na wala si mwenye kuitakasa nafsi yangu. Kwa sababu gani? Inna nafsa la ammaratun bisu, kwa sababu nafsi ina tabia ya kumamrisha mtu kufanya mambo mabaya. Kwa hivyo al-Imam al-Busiri yasema fa inna ammarati bisu'i mata'adhat, hakika
mwenye kuniamrisha mimi sana kufanya maovu ambayo kwamba ni nafsi, mata'adhat, haikuwedheka, haikupata mawaidha, haikusikia, haikuwa ni yenye kufuata. Asema min jahliha, ai li jahliha, kwa sababu ya ujinga wake, binadhiri shaii, kuedheka kwa onyo, kwa mawaidha ya ule mvi, walharami, na uzee uliozungumza nyuma. Mvi umemtoka, uzee umemwandama. Na haya pia baadhi ya ulama hutaja katika muqaddimatul maut. Uzee na mvi ni katika alama za mauti. Wenyewe wasema ukiona mvi umekutoka juu, umri wako ndio uelekea kukatika. Kando na haya yote, asema lakini nafsi haikuwedheka, yani kana kwamba sikusikiza mvi unaoniashiria mtu mzima siyafanya unaoyafanya katika mapenzi, nitakusikiza wewe. Unaeketu kajaribu kunipa, kama mtu akamwambia babangu na mamangu wenyewe wameshindwa. Sasa lugha hii tutakwambia baba yake na mama yake walishindwa kueleza, alafu lugha nyingine akamwambia ukaweza wewe, basi uje utole mawaidha yako ukusikie. Kwa hivyo al-Imam amarati bisu'i mata'adhat min jahliha binadhiri shay'in wala, asema wala a'addat, na wala haikuwa ni yenye kuandaa. Aadda ni kuandaa, hadhir ni kufanya nini? Kuandaa. Ndio maana hata katika simu zetu hizi, ukiseti simu yako katika lugha ya Kiarabu, ukienda ile sehemu ya settings, utaona kwa Kiarabu inaitwa al-i'dad. Al-i'dad, mtu kuandaa, mtu kurekebisha, mtu kuweka mambo sawa. Kwa asema wala a'addat, wala haikuwa ni yenye kuandaa. Kuandaa nini? Min al-fi'li al-jamili, kutokamana na matendo mazuri. Nafsi haikujiseti kufanya mambo mazuri mazuri. Kwa sababu gani? Ni amaratun bisu, ni kuamrisha maovu. Asema kwa nini ijiandae katika kufanya matendo mazuri mazuri? Asema qira dhaifu, kwa ajili ya kumpokea mgeni, kwa ajili ya kumpokea mgeni. Alamma birasi, aliyeshukia katika kichwa changu. Alamma ni kushukia, na ndio maana mmoja katika shuara asema alammat fahayyat thumma qamat fawadda'at, kizungumza kwamba alammat, alishukia akasalimia, kisha akasimama akaaga. Kwa hivyo alamma ni kushuka kwa kitu. Asema alamma birasi, mgeni ambaye kwamba ameteremka katika kichwa changu, akiashiria kuhusu mvi. Yani huko nyuma tayari nafsi yangu haikuwa katika kufanya mambo mazuri kwa ajili ya kumkaribisha mgeni aliyeshukia katika kichwa changu, ghaira muhtashimi, mgeni asiyeheshimika. Ndio maana wenye kusema wasema, ukimwona mtu mzima yafanya mambo ya ukosefu wa adabu, hajaanza katika utu uzima wake, ni mambo aliyafanya kuanzia zamani, huku kwengine mazoea, hakuizoezesha nafsi yake katika kuketi na istiqama, hakuizoezesha nafsi yake katika kufanya mambo mazuri. Mtu hakuswali miaka na miaka na miaka, waja kumtarajia na miaka 60 ndio aanze kuingia msikitini. Utapata msikitini, ataendelea kuketi katika vikao visivyofaa, kufanya mambo, kwa sababu hakuiandaa nafsi yake, haikuandaa mambo mazuri kwa ajili ya huyo mgeni. Alamma birasi ghaira muhtashimi. Twaenda kwa haraka haraka. Asema lau kuntu a'lamu, ubeti wa mwisho ambao ni ubeti wa pili katika al-fasl ath-thani. Asema lau kuntu a'lamu, lau mimi ningelijua, anni, kwamba mimi, ma ya nafia, ma uwaqiru, nisingelikuwa ni mwenye kumheshimu mgeni, kutokamana na waqara, uwaqiru, kuheshimu.
Asema katamtu sirran, ningelikuwa ni mwenye kuificha siri, badali iliyodhihirika, badali iliyodhihirika kwangu mimi, minhu bilkatami, kwa kuipaka hina. Wenyewe ukiangalia katika dictionary za Kiarabu wakwambia katam, wenyewe wasema ni mti ambao kwamba ulikuwa ukitumika zamani kujipaka kwa ajili ya mapambo kwa wanawake, wakisema kalhinnae, kama hizi hina. Kwa hivyo asema katamtu sirra, ningelificha siri kwa huyo mgeni ambaye kwamba sijamheshimu kwa kupaka nini? Kupaka hina. Yani hata mtu lau atatoka janiambie mtu mzima na mvi wako wafukuzana na binti wadogo wadogo, ni mfano ataambia huo mvi kwake, kwa sababu itakuwa nywele zake amezipaka hina, zimerudi katika hali ya uweusi, haziko katika hali nyeupe za mvi wa kawaida. Asema ningelikuwa nimeificha hiyo siri, lau ningelijua kwamba huyu mgeni aliyeshua katika kichwa changu sitofanya nini? Sitomheshimu. Kisha maliza asema manli, ni nani kwa ajili yangu? Nani atanichukulia dhamana? Nani ambao kwamba tatakafal, atasimamia ili jambo langu? Jambo gani? Asema jimahi, kwa kurudisha ujeuri wa farasi. Na jimahi hutumika kwa wanyama wenye kumwaga, farasi, punda, kipindi ambapo kwamba akikataa kufuata amri, akikataa kupangwa, akikataa kuelekezwa, Kiarabu yaitwaje? Jimahi. Min ghawayatiha, kutokamana na upotovu wake, kuvuka mpaka wake, akizungumzia nafsi yake kwamba nafsi yangu imefika mahali haiwezi tena. Nani atasimama katika kuirudisha? Nafsi yangu yafuata vitu visivyofaa kufuatwa. Nafsi yangu imezama, tukipiga tu mfano katika maasi. Nani atakayechukua dhamana la kuirudisha nafsi yangu? Min ghawayatiha, katika ile hali ya sawa sawa, katika hali yake sawa sawa. Asema kama yuraddu jimahul khayli, kama inavyorudishwa jeuri ya farasi bilujumi, kwa kufungwa lijamu. Lijamu ni zile kamba ambazo kwamba farasi hufungwa katika kichwa chake, kisha yule aliyepanda ikawa huzitumia katika kuelekeza farasi. Kwa hiyo Al-Imam Busiri azungumza kwamba nani atakayesimama kuchukua dhamana ya kurudisha nafsi yake sana. Katika masomo kama ilivyo kawaida yetu, hutoa somo kila mwisho wa darasa. Tulichokisoma katika hizi beti mbili, Al-Imam Busiri atuonyesha umuhimu wa mtu kuwa na murshid, umuhimu wa mtu kuwa na kiongozi, umuhimu wa mtu kuwa na role model, umuhimu wa mtu kuwa na superstar wake kwa lugha vijana, umuhimu wa mtu kuwa na mtu atakayekuwa ni mwenye kumfuata na kujifananisha naye. Kwa ajili gani? Kila nafsi inapokuwa yapotea, kwa kumtizama yule ambaye kwamba umemfanya ndo kielelezo chema chako, nafsi itarudi katika mstari. Sinaeleweka na maneno? Atuonyeshe umuhimu wa mtu kuwa na murshid, kuwa na kiongozi. Wewe kama wewe huwezi kujipeleka, matatizo yaliyokuwa yakotele sahihi katika mujtama. Mimi kuna audio upenda kuzisikiza sana. Wanafunzi wanaotembea na mimi washaniona. Tasikia mtu ameketi, shekhi yuizungumzia bid'a, keti yazungumza masala ya shirki. Kwa kumsikiliza tu utajua anaoyazungumza mkweli, lakini amesoma kwa tafsiri mwenyewe. Kuelewa shekhi sana? Yale anaoyazungumza mkweli hajakosea, lakini wafahamu kabisa huyu ni mtu amesoma akatafsiri mwenyewe. Haiwezekani. Ni lazima uwe na murshid
lazima uwe na mtu anayekusomesha, lazima uwe na mtu anayekuelekeza. Na ndio tukataja, utaona mtu aje kwambia albid'a akbar min al-kaba'ir, kama bid'a ni kitu kikubwa kibaya kuliko madhambi makubwa. Kisha kutolea mfano akwambia ni afadhali anayetoka kwenda maklabu akaimba kacheza uchi na wanawake uchi, afadhali huyo kuliko mtu anayeketi akasoma khitma, kuliko mtu anayeketi akashika tasbih akavuta ani tasbih ni bid'a, kuliko mtu ambaye kwamba aketi katika maulidi. Jamaa tona amesoma, ni maneno yako kweli kweli kabisa, lakini amesoma akatafsiri mwenyewe. Ukikosa murshid, ukikosa mtu ambaye kwamba afaa kukuongoza utapotea. Ndio maana al-Imam Abu Yazid al-Bastami katika maneno aliyozungumza asema, man lam yakun lahu shaykhun fa shaykhuhu shaytan, man lam yakun lahu shaykhun fa shaykhuhu ash-shaytan. Yoyote ambaye kwamba hana shekhe, hana kiongozi, hana mtu wa kumwelekeza, hana mtu wa kumwambia hivi si sawa, fanya hivi, hana mtu wa kumpongeza katika mambo anayofanya, hana, asema fa shaykhuhu ash-shaytan, basi huyu shekhe lake atakuwa ni shetani. Taketi ukufurisha Waislamu wenzako kwa utakwenda motoni, utaingia wewe peponi, kana kwamba pepo yako wewe na mjomba wako. Haiwezekani, ghairu maaqul. Ndio maana yule mmoja katika ataja asema, walam yakun al-ghurabu lahu dalila, yote ambaye kwamba atakayemfanya kuraba kunguru ndio dalili wake, ndio mwenye kumwelekeza, ndio mwenye kumfuata. Kama tatizo ndio sahihi, mtu yatoka aenda asikiliza video au mawaidha, kutoka sema fulani amesema, la sawa, amesema, lakini amesoma mambo kwa tafsiri yake, na elimu haipelekwi hivyo. Ndio maana hawa vijana mimi huwasomesha, hakuna kitu muhimu tukimalizia kama isnad. Nini isnad? Na hizi elimu nazo pia zina isnad. Hadhira, ikiwa ni mimi Abdussalam nimeketi hapa nazungumza masala ala sabili mithali ya kielimu, mimi kusikilizwa ni lazima ipatikane isnadi yangu ya kielimu, najulikana huyu azungumza haya yuko sawa au la. Mfano hii burda ambayo kwamba umeketi watu tafsiria, watueleza, anakufundisha hivyo nani? Mimi nitasema anafundisha hivyo mwalimu wangu Fadhilatul Ustadh Muhammad, na anafundisha Ustadh Muhammad nani? Mwalimu wake Fadhilatu as-Sayyid Ustadh Muhammad ibn Said Sharif al-Bid ibn Sharif Said al-Bid, naye mwalimu wake na hivyo hivyo. Tapata hizi isnadi zitarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kinawetoka uliza baadhi ya wahadhiri na wanaotoa mawaidha, wewe mwalimu wako nani? Alokufundisha hicho kitabu, alokufundisha hayo maneno, alokutafsiria hivyo kwamba bid'a ni bora zaidi kuliko mtu kwenda bid'a ni mbaya zaidi, afadhali mtu enda kazini hivi. Na anakufundisha, utapata mtu anketi kwa lugha faslu awwal makarabi, ajua dharaba zaidun amra, ametoka soma kitabu atafsiri kwa tafsiri anazozielewa yeye, wala maneno anayozungumza hana isnadi ya kielimu. Hata sisi tunaoketi tukasikiliza hawa wahadhi daia, hatusemi wote, katika ma YouTube, katika ma TikTok, ma audio, katika WhatsApp tunaotumiana katika magrupu, tufuateni isnadi zao. Amesoma wapi? Ankuwa nini shekhe? Nani alompa hilo jina aitwe shekhe? Asimame azungumze mambo ya Uislamu. Lakini na sisi hatuna hapa. Kwa kuwa fulani amesema hili vile vile tosha. Atuambia man lam yakun al-ghurabu lahu dalil yajurruhu ama yamurruhu ala al-jia fi al-kilab. Azungumza, atakupitisha katika mizoga ya mbwa, atakupitisha katika sehemu usizofaa. Mfano ni hayo, poleni, napenda kuyazungumza haya. Itakuwaje mtu anayeketi akavuta tasbih au akasoma khitma ni mbaya? Afadhali mtu ambaye kwamba katika maklabu azini yuacheza uchi na wanawake, utaona mambo haingia akilini. Yamurruhu ala aljia fi alkilab.
Ukifuata eti fulani amesema bila kuijua isnadi yake ya kielimu, mfano ad-Doktor Mubarak Ahmad Awais, kwa kumsikia mimi mwenyewe, si masala kwambia ataja isnadi yake elimu kwamba mimi aloanza kunifundisha fulani, fulani amefundishwa na fulani, fulani amefundishwa na fulani. Ikiwa ni kitabu hichi amefundisha mwalimu wangu fulani, naye kama ni Bulughul Marami amfundishwa na mwalimu wake fulani. Ni muhimu mwanafunzi kuijua isnadi yake walau katika mashaikh wanne au watano. Na wewe wakati wakati wamsikiza sijui ni nani, unajua siku hizi kila mtu aitwa sheikh, kila mtu aitwa sheikh. Fuatilia sawa sheikh alisoma kwa nani hadhira. Ikiwa tuzungumza tena Mburda amfundishwa na nani, yuatafsiri kwa tafsiri ya nani. Ikiwa ni Qur'ani amesoma kitabu gani, nicho kitabu ankisoma yeye au amefundishwa na nani. Lakini sisi ukete tukasikiliza na mtu akaja kawa mkali nini. Mnamsikia Sheikh Isa alisema katika Sheikh Isa azungumza haya, ameyatoa katika kitabu gani? Kitabu fulani. Hicho kitabu asomeshwa tafsiri au kwa sababu akapitisha mtu katika hizo tukimaliza mmoja aloketa akasoma hadithi ya mtume mwenyewe kabisoma hayatu sauda tawa kulli maradhi. Akachukua nyoka mweusi wake, kwa tafsiri yake nyoka mweusi ni dawa ya kila maradhi, hatari ya mtu kufuata kichwa chake, na ndo hayo hawa nafsi. Akachukua nyoka mweusi akachoma konda katia ile unga katika maji akanywa akafa. Utokea kifuatilia kwa maana ya usoma ni vizuri kwa sauda wala si kwanza habasuda. Je, angelikuwa mketi kwa mwalimu amfundishe hadithi yangepatikaniwa ole mauti. Kwa hivyo mambo ambayo kwamba tunayasikia katika mitandao, fuatilia kwanza kielimu, tutakwenda kubeba dhima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhima ambayo kwamba itakuwa ni yenye kutuangamiza kama ilivyotajwa katika Qur'an, ya laita lana karra fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Tunapofuata watu afadhali na sisi tutakuwa nao wakati tuwakatae kama walivyotukataa. Nilimsikia fulani alisema ndio mimi nikafuata. Fulani atakuruka, kwa mzuri shetani atakuruka. Basi kukwambia unifuata zako sema tatamani na sisi tutapata huo muda kama walioupata wao, tupate kuwakataa kama walivyo tukataa. Kwa hivyo masala ya kidini na kielimu, chukua jukumu kama Muislamu, uketi chini ukasoma, ukafuatilia, katafuta mwalimu, keti katika durusi, soma vitabu, keti piga goti kwa watu ambao kwamba wamekuzidi elimu, uliza masala, soma, usifuate mkumbo, kwa sababu yoyote mwenye kufuata mkumbo atakuwa ni mwenye kupotea. Na hii ndiyo lugha kamili ya Al-Qur'an Al-Karim. Qur'an yazungumzia wingi, ni uchache ndio kitu kizuri. Kwa hivyo mambo ya kielimu tumalizia hapa na tawilisha, ni mambo ambayo kwamba tuchukue jukumu sisi kufuatilia, wala si mambo ya kuketi tuambiwe tuwe ni wenye kufuata. Ikiwa tumepata ni kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa tumekosa ni kutokamana na upungufu wa elimu zetu, kutokamana na shetani. Na ikiwa tumezungumza maneno yoyote ambayo kwamba takuwa yameziumiza hisia za mtu au yamemuudhi mtu au mtu amehisi pengine mbona kama imenisema mimi, fa'afwan alaikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.